Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, ikiwa unatazama Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu. Sasa breaking news hapa ambazo zimeweza kutufikia katika meza yetu ya habari, huwezi kuziamini, kuhusiana na siri nzito kuhusu mtoto wa Samia Suluhu Hassan ambaye alifariki na kuzikwa kisiri. Nani ametoa hii siri? Sasa iko hivi. Kuna mwanaharakati hapa Tanzania ambaye anaitwa Hilda Newton, ameandika katika mtandao wake wa kijamii huku akisema hivi: mnakumbuka kipindi kile kuna uzushi ulisambaa mitandaoni kwamba Idi Amin Mama ambaye ni rais wa Tanzania amefariki, na alikaa muda mrefu sana bila kutokea public, mpaka watu walikuwa wanauliza kajificha wapi. Ule uzushi ulikuwa mpango wa Samia Abdul na watu wake wa TSS kuwapoteza watu maboya. Maana wakati watu wamekatazana kusema Samia Suluhu Hassan amekufa, kumbe alikuwa ndani analia kwa uchungu usioelezeka. Hicho kipindi, miezi kadhaa iliyopita, Samia Suluhu Hassan alikuwa amefiwa na mtoto wake wa kumzaa anaitwa Othman Hafidh Amir, ambaye aliaga dunia huko Zanzibar, na huwa anajulikana sana ama wanamuita Oth. Huyu Othman Hafidh Amir ama ukipenda Oth ni mtoto wa mwisho wa Samia Suluhu Hassan. Alikutwa chumbani mwake akiwa amepoteza maisha. Lakini kwa jinsi Samia Suluhu Hassan alivyo na roho yake ngumu, aliona msiba huu ukifanyika katika familia yake, lakini hakutaka msiba huu ukaweze kutangazwa, kisa anaogopa wananchi watashikilia na kushangilia. Hivyo akawajulisha watu wachache sana ambao ni wale ambao wanaendana pamoja, akina mzee Kikwete. Hao watu wake ndio ambao alikuwa nao pega kwa pega mpaka wakamuzika Othman kisiri siri. Hata Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wake wa rais hakumfahamisha makamu huyo haramu wake. Samia Suluhu Hassan ni katili na ana roho ngumu sana. Hiki kitendo cha kujificha ama kuficha msiba wa mtoto wake ambaye alibeba tumboni mwake miezi 9 na akaingia leba, akamzaa kwa uchungu, kwa maumivu ya kufiwa na mtoto wake makali, yeye hakuyaona, ila tu aliamua kufanya hivyo. Kama kifo cha mtoto wake wa kumzaa hakutaka Watanzania wala viongozi wenzake wajue, huyu ndio angeruhusu tume ya Jaji Chande iseme ukweli kuhusu idadi ya Watanganyika waliouawa kwa risasi Oktoba 29. Halafu si huwa anasema Watanzania wengi wanampenda na kumkubali. Sasa kama wanampenda, kwa nini hakutaka wajue kwamba amefiwa na mtoto wake ili waende kumfariji? Binafsi nimefurahia, huyo ni yeye Hilda Newton, nasoma ujumbe wake. Binafsi yeye amefurahia, angalau ni yeye akaonja uchungu wa kufiwa na mtoto. Tena wengi walipoteza maisha yao wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo huyu mwanaharakati ambaye anaitwa Hilda Newton anajaribu kutueleza kwa kina kwamba kuna wakati tulianza kusikia fununu kwamba Samia Suluhu Hassan kalazwa hospitali, Samia Suluhu Hassan yuko hali mahututi, Samia Suluhu Hassan kapoteza maisha.
kwani ilikuwa ukweli halisi kwamba aliyefariki sio mwingine ila tu ni mtoto wake ambaye anaitwa Othman, na hamna yeyote ambaye anajua. Hapa Tanzania hamna yeyote ambaye alitangaza, hamna yeyote ambaye aliitoa hii siri, ila tu aliiweka binafsi ili isije ikajulikana kwa watu, kwa sababu hapa Tanzania inaaminika sasa hivi unapofiwa na uko katika chama cha CCM wa Tanzania huwa wanashangilia. Sasa huyu Samia Suluhu Hassan roho yake ngumu, akasema hii haiwezi kutangazwa. Hakumfahamisha hata makamu wake ambaye ni Emmanuel Nchimbi, ila tu wale ambao wanashirikiana pamoja akina Jakaya Mrisho Kikwete na wachache tu waliweza kushirikiana na wakafanya mazishi kisiri, wakamuzika Othman ambaye ni mtoto kitinda mimba katika familia ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo unajua malipo ni papa hapa duniani. Aliweza kutoa amri kwa vyombo vya dola kuwaua Watanzania wakati wa uchaguzi, na akatangazwa, akajitangaza, akajichagua, lakini naye akaweza kupata msiba ambao ni wa kuuma, ni wa uchungu sana, lakini hakusema. Unajua hapa Tanzania kila jambo lolote ambalo unalolifanya lazima kuwe na matokeo yake. Sasa watu wengi waliangamia, watu wengi walipoteza maisha, lakini sasa tunajulishwa ya kwamba hata mtoto wake naye aliweza kupoteza maisha yake. Huyu Samia Suluhu Hassan ni msiri. Huyu Samia Suluhu Hassan ni mtu ambaye anaweza kukua na hamna yeyote ambaye anajua. Na kutomfahamisha Emmanuel Nchimbi kuhusiana na kifo cha mtoto wake inamaanisha ya kwamba ni kuna tofauti za kisiasa kati ya viongozi hawa wawili, kwa sababu kuna fununu ambazo zinadai kwamba Emmanuel Nchimbi atashirikiana na wenzake kumuondoa mamlakani Samia Suluhu Hassan kupitia uchaguzi ujao wa mwaka 2030, kwa sababu wamejipanga hivyo. Na sababu ingine ya kutofautiana na Emmanuel Nchimbi hadi inafika wakati hamfahamishi mtoto wake ameaga dunia ni kwa sababu ya dini. Unajua Emmanuel Nchimbi yeye ni Mkatholiki na huyu mama Samia Suluhu Hassan ni Mzanzibar ambaye ni Muislamu. Sasa hawaendani pamoja. Ndio maana unaona Waislamu wanataka kushambulia Wakatholiki kwa sababu ya Emmanuel Nchimbi. Siasa na udini unazingatia sana katika tofauti hizi za hawa wawili kushirikiana pamoja. Ndio maana tunaona Emmanuel Nchimbi hahudhurii mikutano mikubwa ile ambayo inahudhuriwa na Samia Suluhu Hassan, hata kufikia sasa hawafanyi kazi pamoja, na ni kwa sababu ya kutofautiana kisiasa, na Emmanuel Nchimbi hajaonekana mahali popote akitetea serikali ya Samia Suluhu Hassan kuhusiana na mauaji. Yeye ametulia tu, hata wakati ripoti ya Jaji Chande ilikuwa inawasilishwa kwake, Emmanuel Nchimbi hakupewa fursa licha ya kuhudhuria kuwasilishwa kwa ripoti ile kwa Samia Suluhu Hassan. Hakupewa fursa ya kuzungumza, ila tu aliachwa hapo kama wengine, yani hakuzungumza hata kutuma salamu. Yani na madharau ambayo Samia Suluhu Hassan anaonyesha Emmanuel Nchimbi hadi kutumfahamisha kifo cha mtoto wake. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa, hawa watu hawapendani, na kama hawapendani siku moja watatengana, haswa kisiasa watatengana kwa uongozi. Tutasubiri tuone ni kipi ambacho kitafanyika. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika kukueleza haya ambayo yanaendelea kisiri hapa Tanzania, na vile tunabirisha matangazo haya kutoka Mbeya. Tukutane baadaye, na ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kem kila wakati. Asanteni sana, barikiwa.